Ingawa tuhuma zilizotolewa na Bi Teresia zinahitaji kuchunguzwa kikamilifu na mamlaka husika, iwapo zitathibitishwa zinaweza kuhusisha ukiukwaji wa vifungu mbalimbali vya sheria Tanzania. Moja, ukatili wa kijinsia. Vitendo vinavyodaiwa vya ubakaji ni makosa makubwa chini ya sheria ya makosa ya jinai kifungu cha 130 na 131 vya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama vilivyorekebishwa na sheria ya makosa ya kujamiana SOSPA ya mwaka 1998, kifungu cha 135 cha kanuni ya adhabu kinachoharamisha shambulio la aibu ama indecent assault. Wajibu wa kimataifa wa haki za binadamu kimataifa na kikanda. Tanzania pia imefungwa na mikataba kadhaa ya kikanda na kimataifa ya haki za binadamu inayolenga kulinda wanawake, watoto na makundi yaliyo katika mazingira hatarishi. Mikataba hiyo ni pamoja na mkataba wa kutokomeza aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake ambao unazitaka nchi wanachama kuwalinda wanawake dhidi ya ubaguzi na unyanyapaa wa kijinsia. Itifaki ya Maputo kuhusu haki za wanawake barani Afrika inayotaka nchi wanachama kuzuia na kuweka huduma itikizi dhidi ya ukatili wa wanawake. Mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD unaolinda utu na haki za watu wanaoishi na ulemavu ikiwemo watu wenye changamoto ya afya ya akili. Mazingira yanayomzunguka namna Bi Teresia alivyotendewa yanaibua wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kuwepo kwa unyanyapaa, ukosefu wa usikivu wa kijinsia na mapungufu ya taasisi katika kushughulikia mahitaji ya wananchi walio katika mazingira magumu. Wito wetu. Kutokana na hali hiyo, Dadas Rights Coalition kwa heshima inatoa wito ufuatao. Kwanza, kufanyika kwa uchunguzi huru, usio na upendeleo na wa haraka kuhusu tuhuma zinazotolewa na Bi Teresia. Pili, kupatikana kwa huduma za haraka za kitabibu, msaada wa kisaikolojia na ulinzi wa Bi Teresia na mtoto wake. Tatu, kufanyika kwa uchunguzi wa jinai dhidi ya wanaodaiwa kufanya vitendo vya ubakaji ikiwapo tuhuma zitathibitishwa. 4, kufanyika kwa mapitio ya kitaaluma na mamlaka husika kuhusu tuhuma za kunyimwa huduma za afya wakati wa kujifungua. 5, hatua zichukuliwe na vyombo vya sheria kuhakikisha uwajibikaji pale ambapo kumekuwa na kushindwa kuchunguza malalamiko ya uhalifu.